Wakati wizara ya afya ya Gaza imesema jeshi la Israel limeshambulia hospitali kubwa zaidi kusini mwa Gaza ya Nasir iliyoko katika mji wa Khan Yunis. Watu wawili wameuawa katika shambulio hilo lililolenga jengo la upasuaji. Mengi zaidi kuhusu tukio hilo na mengine yanayoendelea katika mzozo huo anayo Angela Mdungu. Shambulio hilo lililofanywa na Israel lilisababisha moto mkubwa, na kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza iliyo chini ya kundi la Hamas, watu kadhaa pia wamejeruhiwa. Hospitali hiyo imelengwa ikiwa ni siku kadhaa baada ya kuzidiwa na idadi ya majeruhi na miili ya watu waliouawa tangu Israel ghafla ilipoanza upya kufanya mashambulizi wiki iliyopita. Akilizungumzia shambulio hilo, mkurugenzi wa hospitali hiyo ya Nasser, Dr. Atef Al-Hut, amesema shambulio la leo katika jengo la hospitali ya Nasser na kuifanya idara nzima isiwe na uwezo wa kutoa huduma ni ujumbe kutoka kwa Israel wa kufanya hospitali nzima isitishe huduma zake. Ninaweza kusema hospitali ya Nasser ni moja ya hospitali au ndio kubwa zaidi inayofanya kazi ukanda wa Gaza. Ilianza kufanya kazi mwezi Mei mwaka jana baada ya kushindwa kufanya shughuli zake. Mmoja waliouawa kwenye shambulio hilo ni mtoto wa miaka 16 aliyefanyiwa upasuaji siku 2 zilizopita. Hospitali 3 za Gaza zimeripoti Jumatatu kuwa jumla ya watu 25 wameuawa kote katika ukanda huo, wakiwemo wanawake kadhaa na watoto kutokana na mashambulizi ya Israel. Haya yanajiri wakati maafisa wa Palestina wakisema kuwa maelfu ya watu wamenasa mjini Rafah kusini mwa Gaza baada ya wanajeshi wa Israel kuizingira sehemu ya eneo hilo Jumapili. Israel ilitoa amri ya watu kuondoka katika kitongoji cha Tel al-Sultan kupitia njia moja ya Muwasi kwa miguu. Maelfu ya watu wameondoka, lakini manispaa ya Rafah imesema leo kuwa bado wengi wamekwama. Wakati huo maafisa ambao wameomba wasitajwe majina yao wamesema Misri imetoa pendekezo jipya la kujaribu kuirejesha Israel na kundi la Hamas katika meza ya mazungumzo. Katika pendekezo hilo, kundi la Hamas litapaswa kuachilia huru mateka 5 walio hai, akiwemo mtu mmoja mwenye uraia wa Marekani na Israel. Israel kwa upande wake itatakiwa kuruhusu misaada ya kiutu iingie Gaza na kusitisha mashambulizi na kuachia huru mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Na mtuingie sasa katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Maafisa wa Marekani na Urusi wameanza mazungumzo kuhusu usitishaji wa muda wa mapigano katika vita vinavyoendelea Ukraine. Mazungumzo hayo yanafanyika baada ya hapo jana wajumbe kutoka Washington na Kiev pia kujadiliana. Saumu Mwasimba anaeleza zaidi. Mazungumzo ya leo mjini Riyadh ya wajumbe wa Marekani na Urusi yanalenga kutafuta njia ya kupiga hatua kuelekea mpango wa kusitishwa vita kwenye eneo la Bahari Nyeusi. Na mazungumzo hayo ambayo yanafanyika baada ya wanadiplomasia kutoka Ukraine wakiongozwa na waziri wao wa ulinzi Rustem Umerov kujadiliana hapo jana na wajumbe wa Marekani katika kile ambacho kimeonekana ni mazungumzo ya kiufundi zaidi, huku Rais Donald Trump akiongeza shinikizo la kutaka kuona vita hivyo vya miaka 3 kati ya Urusi na Ukraine vinasitishwa. Baada ya mazungumzo ya jana, Rais Zelensky alikuwa na haya. Lakini haijalishi kile tunachokijadili na washirika wetu hivi sasa, tunataka kuiona Urusi ikitoa agizo la kweli la kusitisha mashambulizi. Yule alianzisha vita hii ndiye atakayeimaliza. Wiki iliyopita Rais Donald Trump wa Marekani alizungumza na Rais Zelensky wa Ukraine na hata Vladimir Putin wa Urusi. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, mazungumzo yanayoendelea Riyadh yanalenga kufikia makubaliano ya kusitisha vita kwenye Bahari Nyeusi ili kufungua njia ya kufanyika bila matatizo shughuli za meli za usafirishaji. Msemaji wa jeshi la wanamaji la Ukraine Dmitry Pletenchuk akizungumzia kuhusu hali ya sasa kwenye eneo la Bahari Nyeusi na alikuwa na haya kusema. Kufikia hivi sasa tunaidhibiti hali katika Bahari Nyeusi, katika bahari ya Azov na katika maeneo yote ya bahari yanayozunguka jimbo lililonyakuliwa kwa muda la Crimea, na ndio sababu kwetu sisi jeshi la wanamaji la Ukraine hii hali ya mazungumzo haitobadili chochote. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov baada ya kumaliza mazungumzo ya Riyadh jana usiku aliweka wazi kwamba mazungumzo yalikwenda vizuri na waliangazia masuala
masuala muhimu kwao ikiwemo nishati, na kwamba Ukraine inafanya kazi kuhakikisha inafikia lengo lake la kutaka amani ya haki na ya kudumu. Mjumbe wa Rais Donald Trump Steve Witkoff amesema ana matumaini kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa yatafungua njia ya kupatikana usitishaji kamili wa mapigano. Hata hivyo, jana ikulu ya Kremlin iliyapuuza matarajio ya kupatikana suluhisho la haraka, huku msemaji wake Dmitry Peskov akisema kupitia televisheni ya taifa kwamba hatua ya hivi sasa ya mazungumzo ni ya mwanzo tu, na kwamba kuna masuala mengi ambayo hayajashughulikiwa, miongoni mwao ikiwa ni pamoja na kuhusu namna utakavyofanyika utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa. Na kwa hivyo msemaji wa ikulu ya Kremlin Peskov amesisitiza kwamba majadiliano hayatakuwa rahisi. Pamoja na mazungumzo ya Riyadh kuwekewa matumaini, vita vinaendelea nchini Ukraine. Rais Zelensky aliwatembelea wanajeshi wake walioko vitani karibu na mji wa Pokrovsk katika mkoa wa Donetsk, huku ripoti zikisema mtu mmoja aliuawa kwenye mlipuko uliokilenga kituo cha polisi katika eneo la Odessa jana Jumapili. Shambulio jingine la drone la Urusi lilifanyika usiku wa kuamkia Jumamosi. Na ni taarifa yake Saumu Mwasimba. Mahakama ya Katiba ya Korea Kusini imetupilia mbali uamuzi wa bunge wa kumwondoa madarakani waziri mkuu Han Duck-soo na hivyo kumrudisha rasmi kama kaimu wa rais wa taifa hilo. Han alichukua wadhifa huo baada ya Rais Yoon Suk Yeol kung'olewa madarakani kutokana na kutangaza sheria ya kijeshi Disemba mwaka jana, hatua iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Mahakama ilipiga kura 7-1 dhidi ya uamuzi huo wa kumwondoa Han, ikisisitiza kuwa matendo yake hayakuwa sawa na kuvunja uaminifu wa umma. Kufuatia uamuzi huo, Han alirejea mara moja ofisini na kulihutubia taifa, akisisitiza umuhimu wa umoja katika kipindi hiki kigumu. Nitazingatia maslahi ya taifa lote na watu wetu na kusikiliza kila sauti ili taifa letu lisonge mbele katika zama za busara na mantiki. Ninaomba kwa dhati ushirikiano kutoka pande zote za kisiasa ili taifa letu lishinde mgogoro huu na kusonga mbele kwa maendeleo. Han pia ameeleza kuwa kipaumbele chake cha haraka kitakuwa kushughulikia masuala muhimu ya kitaifa, ikiwemo mvutano wa kibiashara duniani uliochochewa na sera kali za kodi za Marekani. Kufuatia kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump, mvutano kati ya Marekani na China umeongezeka, na sasa tunakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kijiografia na mpangilio mpya wa uchumi duniani. Kama kaimu rais, nitafanya kila niwezalo kuhakikisha utawala thabiti kwa mujibu wa sheria na katiba, na nitatumia juhudi na ujuzi wangu wote kulinda maslahi ya taifa katika vita hivi vya kibiashara vinavyoendelea. Uamuzi huo umetolewa huku taifa hilo likiwa limegawanyika kisiasa na maandamano makubwa yakiendelea kati ya wanaomuunga mkono Rais Yoon na wale wanaompinga, huku hatima ya kesi ya Yoon ikiendelea kusubiriwa kwa muda mrefu kuliko kesi nyingine yoyote katika historia ya mahakama hiyo. Endapo mahakama itaidhinisha kung'olewa kwa Yoon, Korea Kusini italazimika kufanya uchaguzi mpya wa rais ndani ya kipindi cha siku 60. Wachambuzi wa kisiasa wamebainisha kuwa hukumu hii ya Han haimaanishi moja kwa moja namna ambavyo mahakama itaamua katika kesi ya Rais Yoon. Hata hivyo, imewapa nguvu mpya wafuasi wa Yoon ambao sasa wanaongeza shinikizo dhidi ya upinzani. Wakati huo huo, wabunge wa upinzani walioanzisha mchakato wa kumwondoa Han madarakani wamekosolewa kwa madai kwamba hatua yao ilichochewa kisiasa na kusababisha serikali kushindwa kufanya kazi kwa muda. Baada ya Han kurejea madarakani, wito wa maridhiano ya kisiasa umeongezeka, huku taifa hilo likisubiri kwa wasiwasi uamuzi wa mwisho kuhusu kesi ya Rais Yoon.